Na mtazamaji wa Amani Online TV na msikilizaji wa Amani Radio, ninakualika kwenye kipindi maalum cha kuangazia matunda ya sinodi Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Kipindi ambacho leo niko na askofu mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu, askofu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ambaye tutaangazia matunda matatu: kituo cha uinjilishaji na mawasiliano cha Jimbo Kuu Katoliki Arusha, kuanzishwa kwa redio na televisheni ya Jimbo Kuu Katoliki Arusha, Amani Radio na Amani Online TV, pamoja na ujenzi wa kanisa kuu la Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Mimi ni Sister Ernestina Patrick Laswai wa shirika la masista wa misionari wa Umoja wa Utume Mkatoliki, yaani wa Palotini. Karibu tutembee pamoja tuweze kuangazia na kuona matunda haya ya sinodi Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Baba Askofu Mkuu, karibu sana katika kipindi hiki maalum. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina, sister. Kabla hatujaanza chochote, naomba tumwalike Mungu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mungu Mwenyezi, Baba mwenye huruma na mwenye upendo, wewe uliye Baba yetu na sisi ambao tu watoto wako, tunafurahi kuwa pamoja nawe asubuhi hii na siku hii nzima, na hata katika chombo chako hiki kizuri, Radio Amani. Tunaomba wewe mwenyewe kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu tuangaze na utuongoze, ili yale yote ambayo tunajadili yapate kuanzia kwako na pia kukamilika ndani yako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Na asante sana Baba Askofu Mkuu kwa sala hiyo ya ufunguzi wa kipindi hiki maalumu. Na msikilizaji na mtazamaji wa Amani Online TV, ni kualike sasa tuweze kuangazia miaka 10 ya kituo cha uinjilishaji na mawasiliano cha Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ambacho kipo pale Ungalimited kwa ajili ya uinjilishaji ndani ya jimbo, ambacho kituo hiki muasisi ni Mhashamu Askofu Mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu, aliyekianzisha na kuhakikisha kinaendelea na kustawi ndani ya jimbo hili kuu Katoliki Arusha. Baba Askofu, msikilizaji na mtazamaji wa Amani Online TV anatamani kujua kituo cha uinjilishaji na mawasiliano cha Jimbo Kuu Katoliki Arusha, lengo lake hasa ni nini? Mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji kwa hiki ambacho tunakifafanua kwa siku ya leo, yaani miaka 10 ya uwepo na utendaji wa kituo chetu cha uinjilishaji na mawasiliano. Kwa kweli St. Paul chanzo chake tunaweza kusema sio mimi nimeshiriki katika kuasisi, yani kufanya kianzishwe. Kituo hiki cha uinjilishaji kina msingi wake katika sinodi ambayo ni sinodi ya kwanza ya jimbo la Arusha. Kabla sijaja hapa kuanza kazi mwaka ule wa 1997, waamini walitamani kushiriki kwa pamoja katika kuona hali ya jimbo, kwamba tuko wapi kwa wakati ule, na kwamba tumetoka wapi, na kwamba tunataka kwenda wapi. Manake kwa wakati ule ilionekana kwamba kwa kweli tulikuwa na shida kidogo, mambo hayakuwa kwa pamoja, kulikuwa na utengano hapa na hapa. Basi watu na Wakristo wakajiuliza, hivi kanisa ni nini hasa, na tunataka nini katika jimbo letu hili la Arusha? Kwanza halijakuwa bado jimbo kuu, lilikuwa jimbo la Arusha. Ilikuwa mwaka ule wa 1998 ndipo uongozi mzima, waamini walei, waamini watawa na waamini mapadre, au tukianzia askofu, mapadre, watawa na walei, tukaamua kwamba tuwe na sinodi ya kijimbo.
na kazi ikaanza na jimbo hili, na kazi hiyo ya sinodi iliendelea muda wa miaka mitatu kuanzia mwaka 1998 Novemba mpaka 2000 mwezi wa 8 tarehe 20 ndipo sinodi ilifanyika. Na hapo kulikuwa na dhamira kuu ambayo ilitafakari sana kuhusu kanisa, kwamba kanisa ni nini na kanisa linajengwa na nani na itakuwaje kwa Arusha. Basi tukachukua dhamira kuu ya synod ambayo ilikuwa ndilo hitaji la waamini. Ninavyokumbuka walisema, jamani, Yesu amekuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Hapo ndipo tulianza kwa dhamira ambayo inatangazwa katika Injili ya Yohane sura ile ya ngapi, ya 10 aya ya 10. Na hapo ndipo tukasema sisi sote waamini, mapadre, waamini watawa na waamini walei, tunatafakari juu ya hilo kanisa ambalo Kristo anataka tuwe hapa Arusha, na ikajulikana wazi kwamba ni hii itakayokuwa dhamira na ya kuendelea kutafakari juu ya hilo, kwamba Kristo amekuja ili tuwe na uhai au uzima na tuwe nao tele. Ndiyo kazi yake hiyo. Yeye anataka tuwe hai na tena tuwe na uzima ambao umefurika. Lakini yule mwovu Ibilisi, kazi yake anayofanya ni aina 3. Ya kwanza ni kuiba. Anapita dirishani, anaiba ndani yetu baraka zote na karama zote na vipaji vyote tulivyopewa na Mwenyezi Mungu. Alafu kazi yake ya pili ni kuua, kuchinja, na kisha chinja kazi yake ya 3 ni kuharibu mambo yaliyo mema yawe mabaya. Kwa hivyo jimbo letu hili kuu Katoliki la Arusha, wakati ule jimbo la Arusha, tulisema basi tuchukue Injili ya Yohani sura ya 10 aya ya 10b na aya ya 10a. Aya ya 10b inasema, Kristo anasema nimekuja ili muwe na uzima. Kwa hivyo anatutakia mema. Lakini aya hiyo hiyo, yani ya sura ya 10 aya ya 10a, anasema yule mwovu Ibilisi yeye anakuja ili kuua, kuiba, kuua na kuharibu. Baba Askofu, umezungumza vizuri juu ya sinodi na matunda ya sinodi hii, na lengo hasa la sinodi ilikuwa ni kulijenga kanisa la Arusha ambalo kama ulivyoeleza kwamba awali halikuwa jimbo kuu, lilikuwa jimbo Katoliki Arusha, na kiu ya kanisa, viongozi wa kanisa na waasisi ilikuwa ni kulijenga kanisa ambalo kanisa sio jengo, ni roho na maisha ya Wakristo. Na neno la Mungu kama ulivyonukuu ni Kristo amekuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kupitia kituo hiki cha uinjilishaji na mawasiliano cha Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ambayo ni moja ya matunda ya sinodi ya Jimbo Kuu Katoliki Arusha, tumeshuhudia watu wa makabila mbalimbali, dini mbalimbali wakifika kituoni kwa sala, ushauri, maombi na uponyaji wa nafsi, ambapo sasa ndio lile kanisa ambalo tunaona linakuwa, linalelewa, linastawi. Kituo hiki kinacholeta uponyaji na faraja ndani ya maisha ya watu. Hamu yako ulikuwa unatamani kiwafikie wakina nani zaidi? Sasa ilikuwa hivi, kwa kuendeleza kidogo kile ambacho nilikuwa nimeanza, tulifikia hatua ya kukutana na kupanga taratibu
kwa miaka mitatu mpaka mwaka wa 2000 kamili tukawa tumekamilisha. Tarehe ile ya 20 mwezi wa 8 ndipo tulitangaza maazimio ya Synod. Na katika maazimio ya Synod, la kwanza kabisa lilikuwa uinjilishaji wa kina. Hilo lilikuwa ni jambo ambalo lilionekana ni muhimu. Uinjilishaji usiwe juu juu tu. Uinjilishaji ni nini? Ni kuingia katika kulipokea neno la Mungu. Lakini watu watapokeaje neno la Mungu bila kulisikia? Kutakuwa na wakutangaza, lakini kuna vyombo vya utangazaji. Na mojawapo tuliona muhimu sana ambayo inaweza kutusaidia wakati ule wa Synod ni hii, kwamba tuwe na radio ya kijimbo. Radio ambayo itatangaza basi utekelezaji wa maazimio ya Synod ambayo yalipitishwa, uinjilishaji wa kina, mambo ya liturujia, mambo yanayohusu maendeleo na uchungaji kwa ujumla. Ilionekana kwamba radio kwanza, ili kuwafikia watu wengi zaidi na kwa ukaribu na kwa kupata fursa ya kueleza, tungekuwa na kituo cha radio. Na Baba Askofu, ni matunda ya Sinodi yanazidi kuonekana moja baada ya lingine. Tumeona kituo cha uinjilishaji na mawasiliano cha Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha, ndani yake kipo kituo cha redio ya Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha ambayo ni Amani. Matunda ya Sinodi ya Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha. Na lengo kuu la redio hii ni kuinjilisha kwa kina ili watu waweze kuishi Injili ya Kristo kwa matendo. Na kituo hiki kimekuwa ni chachu kubwa jimboni ya Arusha na hata nje ya Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha, kwa sababu kwa njia ya redio na sasa redio mtandaoni na hata televisheni mtandaoni tunaweza kuwafikia watu ulimwengu mzima. Injili ya Kristo inakuwa sio ya watu wa Arusha tena, ni injili ya ulimwengu mzima, ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Tunaona kwamba ni jinsi gani mababa mlikuwa na maono mapana ya kuwaongoa watu, na tukiwa katika ulimwengu wetu wa sasa tunaona nguvu ya upiaisho, tunaona nguvu ya upiaisho ndani ya kanisa. Ni kwa jinsi gani tunaweza kutumia vyombo hivi viwili, kituo cha uinjilishaji na mawasiliano na redio ya jimbo, kupiaisha, kuwainua watu, kuwainjilisha watu. Na shukuru sana kwa mwendelezo wa maelezo ya hicho kituo na nia ya kuanzisha kituo hicho cha uponyaji wa nafsi. Tuliona hilo ni la msingi kwa sababu katika jimbo tunapokuwa tunaendeleza huu uinjilishaji wa kina, tumeona kwamba watu wengi wanaangamia, kama anavyosema nabii Hosea sura ile ya 4 aya ya 6, anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tukasema ndio, tutaendeleza uinjilishaji, tutakuwa hata na idara ya uinjilishaji, na kwa kweli imeanzishwa. Lakini kuwa na mahali kama vile unasema jiko ambapo yanapikwa mambo mazuri yanayofurahisha na kuyatia ladha, alafu kuyafikisha kwa watu mbalimbali, tuliona hakuna kitu ambacho kitakuwa na faida kuliko kuwa na kituo kabisa kinachofanya tunavyosema practically, yani kwa matendo, kile ambacho tunatangaza, ili watu waweze kusikia hiyo habari njema, uinjilishaji wa kina, na vile vile kuweza kupokea uponyaji unaotokana na neno la Mungu. Mambo haya mawili, neno lake Mwenyezi linatuponya, yani maarifa tunayopata kwa uinjilishaji yanatuletea faida ya uponyaji wa ndani, nafsi yetu, wa roho zetu na kila kitu tunavyoona. Uinjilishaji ni habari njema, namna ya kuwa na uhai, pia kuwa nao tele. Sasa ilikuwa lazima
tufikirie habari ya kituo, tukatuma watu kujiandaa kuwa wahamasishaji wa uinjilishaji na kuwa na watu bila chombo ambacho kinaendeleza katika kutoa hiyo elimu, katika si kutoa tu, lakini vile vile kuhamasisha watu waipokee. Ilionekana muhimu sana kuwatafuta wahudumu na kuwapa elimu inayofaa kwa ajili ya kuendeleza huo uinjilishaji. Ndio maana tukaona ni vizuri kuwa na kituo sambamba na redio, hivi viwili, lakini yote katika huduma ya uinjilishaji wa kina unaogusa mtu sio nje bali ndani na kumpa wokovu. Hayo ndiyo ambayo yalisababisha tukaanzisha hicho kituo pamoja na redio vikawa vinafanya kazi sambamba. Asante Baba Askofu kwa ufafanuzi huo ambao kwa kweli ni chachu ya kuimarisha mioyo ya waamini na kustawisha kanisa mahalia ndani ya Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha, tunapojitahidi kutumia vyombo vya mawasiliano kwa ajili ya kuinjilisha. Amani Radio, Amani Online TV, na msikilizaji anaweza kusikia habari zinazohusu jimbo, zinazohusu kanisa na hata zinazohusu ulimwengu mzima. Baba Askofu, tukiwa katika roho ya kuinjilisha, tunatamani kuwafikia watu wengi zaidi. Tunatambua kwamba redio yetu inapatikana kwenye frequency ya 101.5 MHz, inapatikana pia mtandaoni, na sasa tuna Amani Online TV. Ila tumezindua tangu mwezi wa 3 kampeni ya Amani Radio imekufikia, panda matumaini, na panda matumaini, Amani Radio imekufikia. Tunatamani chombo hiki kiwe ni chachu ambayo inaleta matumaini ndani ya maisha ya watu. Kama ulivyosema hapo awali kwamba hatuwezi kufanya uinjilishaji bila kutumia vyombo vya mawasiliano. Neno lako moja la kupanda matumaini ndani ya mioyo ya watu kupitia chombo hiki cha uinjilishaji ni lipi? Kupanda matumaini. Na bila shaka tumefuata kwa siku hizi za karibuni kwamba mahujaji, sisi ni mahujaji wa matumaini. Na hapa bila shaka swali lako linataka kuniambia ni kipi unachofikiri kinaweza kutupa matumaini kutokana na redio yetu hii. Ya kwanza kabisa ninaweza kusema kile ambacho Nabii Hosea anasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hapa naona redio yetu Amani inatupa maarifa tunayoyahitaji sana, maarifa ya uponyaji wa nafsi zetu. Sasa maarifa ambayo yanatufikia kwa njia ya redio ni kutuondolea ile sintofahamu. Mimi sijui kifanye nini au nitende vipi ili niweze kupata uzima, tena uzima au uhai unaofurika. Kwa hivyo chombo hiki kinatuelimisha. Mimi na tumaini langu ni kwamba hakika yake ni kwamba kwa kutumia chombo hiki, kama vile anavyotuambia vile vile Mtakatifu Yohane katika Injili yake sura ya 8 aya ya 31 mpaka ya 32, anasema mkiyazingatia mafundisho yangu. Redio hii Amani inatupa kwanza hamasa ya kuzingatia, yani kuyashika mafundisho yake Kristo. Kwa hivyo tunajua inatutangazia habari njema. Sasa inapotangazia habari njema, mkiyazingatia mafundisho yangu, anasema mtakuwa kweli wanafunzi wangu. Tumaini langu ni kwamba wanaosikia habari njema kutokana na redio yetu hii wataweza
kukamata vizuri, kuzingatia mafundisho yake Yesu Kristo na kuwa wanafunzi wake. Alafu anasema mkiyazingatia mafundisho yangu mtakuwa wanafunzi wangu, na inayofuata ni kwamba mtaujua ukweli, nao ukweli utawafanya muwe huru. Sasa tumaini langu ni kwamba ndugu zangu wote wanaozingatia mafundisho yake Kristo na kuwa wanafunzi wake Kristo wataujua ukweli. Na hakuna kitu kinachokuwa chema na kinachopendeza kama ukujua ukweli. Na mtu anasema akisha kujua ukweli, huo ukweli utawafanya kuwa huru. Tumaini langu ni kwamba tukishajua ukweli tutakuwa watoto huru wake Mwenyezi Mungu. Na tunapofanya kazi yetu kama watoto walio huru na ndugu zake Yesu Kristo, tunategemea wokovu, na kila mtu anategemea kuokolewa na Yesu. Kwa hivi hapa mimi naona tunda la wokovu linatufikia. Hilo ndilo tumaini langu kubwa sana ninaloliweka mbele. Asante sana Baba Askofu kwa kuwa na imani na tumaini hilo kwamba tunda la wokovu linatujia kupitia vituo hivi viwili, kituo cha uinjilishaji na mawasiliano na kituo cha redio na televisheni ya jimbo, kwa sababu kwa kupitia vyombo hivi tunawafikia watu wengi zaidi. Awali tulizungumzia umuhimu wa kulijenga kanisa mahalia, ambalo kanisa sio jengo, kanisa ni mioyo ya watu. Tukijenga mioyo ya watu, tukijenga maisha ya watu, tukiponya nafsi zilizoumizwa, tutakuwa sasa na kanisa lenye afya, ndipo tuweze kujenga lile jengo. Tuangazie kidogo juu ya tunda lingine la sinodi. Tumeona matunda mawili ya sinodi. Tunda lingine la sinodi ambalo liko mikononi mwetu na limeiva, karibu tutachuma na kulila, ni ujenzi wa kanisa kuu kathedrali. Na tuko katika wiki ya kongamano kwa ajili ya maandalizi ya kutabaruku kanisa hili tarehe 7 mwezi wa 8. Furaha yako ni ipi? Furaha yangu katika hili ni kwamba kile ambacho kiliazimiwa tangu sinodi ilipotangazwa hapa Arusha, pale uwanjani pale wa Sheikh Amri Abedi, alitangaza Baba Kardinali hayati Polycarp Pengo akiwepo na balozi wa Baba Mtakatifu, alitangaza maazimio ya sinodi yetu ya kwanza ya jimbo la kuu la Arusha, na jimbo kuu la Arusha likatajwa siku ile ile. Ndipo tunaposema sasa kile ambacho watu walikuwa naazimia wakati ule, wakisema tujenge kwanza kanisa, watu tukutanike tulivyotawanyika huku na huku, tuwe kanisa ambalo Kristo anataka tuwe. Yaani kanisa ambalo kazi yake inaangalia nini? Tunaangalia kwamba Kristo amekuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Tukaazimia kwamba kutokana na hayo ambayo tumeamua ya kuwa kitu kimoja, inatubidi pia tufikirie juu ya kuweka alama au ishara ya umoja wetu katika jimbo, na ni kanisa kuu la jimbo. Ilikuwa wakati ule. Hivyo tukiwa tunaendeleza parokia, tujue kuendeleza pia ngazi, kuendeleza pia jimbo. Chochote tunachopata kwenye parokia tugawe kidogo, tuingize katika jimbo, ili tuweze kushughulikia sio tu ujenzi wa kanisa la jimbo kama ishara ya umoja wetu, bali tushughulikie pia miradi yote ya maendeleo na miradi ya kichungaji kijimbo. Hilo tulilifanya, na sasa furaha yangu ninapoona sasa tunafikia hatua ya kutabaruku kanisa kuu la jimbo,
Mimi naona ni tunda ya kazi ya watu wote, waamini wote, walei, watawa na mapadre na askofu kwa pamoja wanafikia kuweka sasa, kuiona ile ishara walioitamani toka wakati ule, sasa inapata sura iliyo kamili. Tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki wote walioshiriki kutoka mwanzo na hata mpaka sasa, na wanaoendelea hata baadaye, kuweka hiyo ishara kanisa kuu la Jimbo Kuu Katoliki la Arusha kuwa ni ishara ya umoja wetu, umoja wa kanisa, yani tunavyoita ushiriki na ushirika, yani synodality na umisionari, vyote hivyo. Sasa hapa tunaweza kufurahi, mimi nafurahi sana. Tunaweza kufurahi na kumwambia Mungu asante, umetuwezesha. Japo ni miaka mingi toka tumeanza. Manake nakumbuka kazi hii imeanza rasmi siku ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2004 mpaka leo. Kwake Mungu hakuna ambacho hatuwezi kusema kimechelewa, kinaendelea na kimefikia mahali tunasema asante, na bado mengine yapo tutaweza kuyapokea na kuendelea tu. Mimi kwangu niseme tu utukufu uwe kwake yeye, tukisema atukuzwe Baba na atukuzwe Mwana na atukuzwe Roho Mtakatifu, ni kwamba yote kwa sifa na utukufu wake. Amina. Hiyo tu. Ninakushukuru sana Baba Askofu kwa furaha hiyo ambayo ni chachu ya kuhamasisha kazi ya Kristo izidi kusonga mbele, ili watu wote wawe na uzima kisha wawe nao tele. Nikushukuru sana kwa muda wako na kwa ufafanuzi huu mzuri juu ya matunda ya sinodi ya Jimbo Katoliki Arusha na sasa Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Asante sana kwa ajili ya muda wako. Ikiwa una jambo lolote ambalo unapenda msikilizaji na mtazamaji wa Amani Online TV kulisikia juu ya matunda haya matatu ambayo tumeyaangazia leo, na tukipata nafasi tutaendelea kuangazia matunda mengine, kwa sababu makusudi au dhamira ya sinodi tuliweka maazimio mengi. Tumeyaishi vipi? Tumezaa matunda kiasi gani? Ndipo tunaanza kuangazia sasa kwamba tumezaa tunda la kituo cha uinjilishaji, tumezaa redio, tumezaa kanisa kuu la jimbo. Ikiwa katika maeneo haya matatu matunda ya sinodi ya Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Kama kuna jambo lolote ambalo unapenda mtazamaji wa Amani Online TV na msikilizaji wa Amani Radio kulisikia, karibu. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hayo yote ambayo anayatenda katika jimbo letu kuu Katoliki la Arusha. Ninachopenda kugusia sasa kidogo kwa kumalizia ni furaha yangu hasa kuhusu miito. Kwamba tunaona miito mbalimbali, wito wa waamini walei na wito wa waamini watawa na wito wa waamini wa klero. Unaona kuna nafuu kubwa sana inayoonekana ambayo inahitaji shukrani yetu kwake Mwenyezi Mungu. Tunaona mwito wa watawa, mwito wa waamini walei, yanayohusu utume wa walei yanavyoendelea vizuri. Na ya pili tunaona muongezeko wa wito wa watawa, nao mambo yanakuwa mazuri sana. Na ya tatu ambayo ni waklero. Jamani, furaha ya upadrisha. Hapa mimi sijui hata kusema unapadrisha mapadri 11 kwa siku moja, kwangu ni muujiza. Mimi niseme tu kuna mengi. Hayo ni matunda vile vile ya sinodi ile. Watu waliposema tushughulike na miito, tuangalie habari ya miito, manake sisi tumepewa majukumu mbalimbali katika kanisa kama waamini walei
kama waamini watawa na kama waamini wa klero, na kile ambacho Yesu anatuombea na naomba aendelee hivyo hivyo ni wosia wake, sehemu ya 3 sura ya 17 ya Yohani, pale ambapo anasema, Baba, naomba wawe kitu hiki kimoja kama sisi tulivyo mmoja, wewe ndani yangu na mimi ndani yako, ili ulimwengu upate kusadiki kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Hiyo tu, sina la zaidi. Ninakushukuru sana Baba Askofu Mkuu mstaafu kwa maelezo hayo mazuri na furaha ya kuona kwamba tunasema mzazi ni furaha yake akiona kwamba amezaa mtoto na yule mtoto amekuwa. Na mtoto anapokuwa na kuanza kujitegemea, ni furaha zaidi ya mzazi kwamba kijana wangu amefikia umri wa kuolewa, umri wa kuoa, umri wa kuwa sister, umri wa kuwa padre. Ndio kile ambacho wewe umekifanya. Umekuwa na nia njema na kanisa la Arusha. Mtazamaji wa Amani Online TV pamoja na msikilizaji wa Amani Radio 101.5 inayokutangazia moja kwa moja kutoka Arusha, Tanzania, ni tamati ya kipindi maalum cha kuangazia juu ya matunda ya sinodi Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Leo nimekuwa na Mhashamu Askofu Mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu, ambapo tumeangazia matunda matatu ya sinodi Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ikiwepo kuanzishwa kwa kituo cha uinjilishaji na mawasiliano cha Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ambapo mwaka huu tumeadhimisha miaka 10 ya uwepo wa kituo hiki, kituo ambacho kinawasaidia watu ambao wana shida mbalimbali, watu waliopata msongo wa mawazo, waliopata changamoto ya afya ya akili na wanaosumbuliwa na urahibu. Ni watu wa jinsia zote na watu wa dini zote. Kituo ambacho kiko pale Unga Limited, Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Tumeangazia pia tunda lingine ambalo ni kuanzishwa kwa redio ya Jimbo Kuu Katoliki Arusha, Amani Radio, chombo cha uinjilishaji, ambapo sinodi ililenga kufanya uinjilishaji wa kina kwa kutumia chombo hiki cha mawasiliano na uinjilishaji ndani na nje ya jimbo. Mbele yetu maandalizi ya kutabaruku kanisa kuu kathedrali ni tunda pia la sinodi Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Nikushukuru sana Baba Askofu Mkuu mstaafu Josephat Louis Lebulu kwa muda wako na mang'amuzi ambayo umemshirikisha mtazamaji na msikilizaji wa Amani Radio. Mimi ni Sister Ernestina Patrick Laswai, nikutakia wakati mwema na Mwenyezi Mungu akubariki. Tuendelee kuishi kisinodi, ushiriki, ushirika na umisionari. Tutembee pamoja kwa ajili ya kumshuhudia Kristo ambaye amekuja kwetu ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Nikuage kwa sasa na Mwenyezi Mungu akubariki.